Ona linafaa kuanza, lilete mezani tuanze nalo. Leo ni tarehe 1 leo, mwezi wa 4. Kesho majira ya saa 1 katika nchi ya Misri utakuwa na mechi ngumu ya kombe la shirikisho, mechi ya kwanza ya robo finali ya kwanza dhidi ya Al Masry. Mnyama huyu ameenda Misri akiwa na majeraha kama Musa Pimpin Kamara, lakini kocha anasema mazoezi ya mwisho ndio ataamua kama Kamara ataanza au atakuwa Ali Salim golini. Kwako kwanza, Simba hii unaionaje? Anaenda kutoboa kweli? Sisi msimu huu sio kutoboa. Msimu huu malengo yetu makubwa tumeshazichoka robo. Na ndio slogan yetu. Sawa? Tumeshazichoka robo, maana tunahitaji kuvuka hatua hii. Kwa sababu kama ni vigogo wote tumeshacheza nao na wao asilimia kubwa wameenda kuchukua ubingwa. Hao waliotuasia kwenye robo finali wengi wao walishachukua ubingwa. Kwa nini sisi tusiende sasa kuchukua ubingwa? Wao ni wakati wetu. Na hii nadhani ni mara yetu ya pili kupata fursa ya kwenda kuanzia away kwenye hatua hizi za robo finali. Ilikuwa mara ya kwanza tulienda kuanzia away na nani wale? Kaizer Chiefs, tukala chuma 4 tukajapa chuma 3 wakatuondoa kwa ajili ya goli moja. Naamini huu ni msimu wetu sasa wa pili tunaenda kuanzia away kwenye hatua hizi. Kwa hiyo naamini ni muda sasa wa kwenda sasa kufanya kazi na kuhakikisha kwamba Al Masry tunakuja kumuaga hapa nyumbani, yeye akiwa tayari anarudi nyumbani kushiriki ligi kama nyuma mwiko, sisi tukiendelea kusonga mbele. Na tutaangalia tutaenda South Africa ama tutarudi pale Cairo. Maana inaonekana pale tunaweza tukapiga pipa mara 2 kwenda pale. Nandi, Simba ilikuwa ikiruhusu magoli mengi ugenini, lakini msimu huu kocha Fadlu Davis anaonekana kama kuibadilisha Simba hivi. Magoli mengi ya ugenini iliyoruhusu ni dhidi ya CS Constantine pale Algeria, iliruhusu magoli 2 tu kwa moja. Lakini tofauti na hapo hakuna. Yenyewe ndio imeweza kushinda magoli mengi. Magoli mengi ilishinda katika dimba la Benjamin Mkapa dhidi ya Al Hilal Tripoli, magoli 3 kwa moja. Fadlu Davis ni kocha wa aina gani? Fadlu Davis ni kocha wa kuigwa, ni kocha wa kiwango cha juu, na naamini msimu huu kama ataendelea kufanya vizuri ndani ya Simba Sports, basi kwenye mashindano ya kimataifa namuona kwenda kugombania kule tuzo za makocha bora barani Afrika. Sababu anafanya kazi iliyotukuka Simba. Ndio msimu wake wa kwanza, wachezaji wengi ni wapya, hasa professional, lakini bado amekaa nao vizuri kama yuko nao miaka 5 iliyopita. Kwa hiyo anaonekana ni kocha ambaye mwenye uwezo mkubwa sana kukaa na watoto darasani na kuwafundisha na kuelewa kwa wakati. Kwa hiyo mimi naamini huu ni wakati wake sasa ya yeye kwenda kupata maua yake, sababu hajawahi kuwa kocha mkuu kwenye timu ambaye amepita huko. Amekuja Simba moja kwa moja, amepewa nafasi na anaona anaitendea haki. Kwa hiyo mimi naamini huu ni wakati wake sasa kuwa kocha bora barani Afrika, sio kwa ndani. Kwa ndani hapa mapema tu, kocha bora wampe tuzo yake mpaka sasa. Ila kwa huko kimataifa anaipambania sasa hivi. Kwa hiyo mimi naamini aendelee kujipanga. Kuna kauli aliongea, ile ni mind game kwa wapinzani. Aliongea kwamba hii mechi yeye anaenda kucheza. Sawa? Yaani kuja kuimaliza nyumbani. Manake kule anaenda kuachia wao wakamchinje. Ile ni mind game. Kwa hiyo kuna watu wanaweza kaichukua ile kauli yake vibaya. Wakichukua vibaya watakula za uso pale. Mimi na wasiwasi ile mechi inawezekana isiishe ikavunjika. Kwa nini? Naiona ile mechi inaweza ikavunjika kwa sababu mwamuzi ambaye anaenda kuchezesha ule mchezo inaonekana kashachezesha michezo mingi sana zidi ya Al Masry na akiwapa penalti wakiwa nyumbani. Sasa sisi tunawaambia sio kuwapa penalti. Atoe kadi nyekundu Simba, mpunguze mchezaji apungue. Alafu sisi tunakuwa na kasi hatari sana. Sisi tucheze 10 tu. Ndani 9 na golikipa wa 10. Wale sisi tunawanyonyoa. Kuna chuma 3 pale zinaelea. Saizi wanahangaika. Maana wanatafuta wachezaji kama 3 wanataka kuwapima eti wana viashiria vya COVID. Saizi kuna COVID. Tushaenda pale msimu uliopita mechi 2 za robo finali, African Football League na Champions League. Tena tumecheza na wakubwa wao na hawakuona kama kuna COVID wala nini, lakini saizi wanahangaika. Sasa sisi sio wale kwenda kupigwa fataki nje ya hoteli. Sasa tutishiwe nyao. Sisi ni Simba ambaye tunafanya mabalaa kokote pale. Iwe baharini, iwe sakafuni, kokote pale sio kutupeleka. Hata kwenye pala nyumba Simba ukimchucha pale anafanya yake. Kwa hiyo mimi naamini Al Masry wameingia kwenye chungu sio cha kwao. Wasubiri sasa tuwafanye supu. Nandi, wakati huo unatamba ni Al Masry hawa waliwahi kucheza nao katika kombe hili la shirikisho, lakini ile ilikuwa ni round ya Premier League chini ya kocha Lechantre, timu yako ya Simba Sports ikiwa chini ya kocha Lechantre. Katika dimba la Benjamin Mkapa uliweza kutoa sare ya kufungana magoli 2-2, lakini kule Misri mlitoka suluhu ya bila kufungana. Wewe unasemaje leo unamweza wakati Al Masry huyu aliwahi kukutoa katika kombe hili la shirikisho? Ndio maana nimekwambia hapa, sisi bado tunaenda na Alikiswaso hako. Kwa hiyo binafsi Kiswaso hakika lazima kilipwe na sisi tutakilipa kikatili. Wasi walipita kwa aggregate kwa goli la ugenini. Sisi hatutaki goli la ugenini. Sasa tunataka tuwapige chuma za kutosha pale kwao. Yaani mechi ya marudiano hapa inawezekana wasije. Na wasiwasi mechi ikavunjika, sisi tukavuka kwenda nusu finali moja kwa moja. Kwa sababu nawaona kwamba tayari saizi wanatetemeka. Yaani wana wasiwasi Kisheni na Simba Sports. Sasa sisi tumeamua kupeleka ubaya ubwela hapa. Unajua kuna mchina pale kaenda kuwafundisha Kichina mpaka saizi hawajajua kuongea Kichina. Yaani watakuwa waache lugha yao ya Kiarabu waongee Kichina na wataongea Kichina muda ukifika. Nani? Umjui mwenda pole. Jan Chazi ya huwa yule ni mwenda pole.
lakini ana hatari sana kuwa kwenye pichi. Kwa hiyo anawafundisha Kichina mpaka saizi hajaelewa. Wataelewa siku ya mechi, muda ukifika. Tuombe dua tu leo ipite, kesho majira saa 1 jioni, basi tutaona nini kitaenda kuwakuta pale. Mimi naamini wakishapigwa chuma mbili mpaka half time wale wanavamia uwanja. Yaani mpaka half time wale washakula chuma mbili. Wanavamia uwanja, mechi inavunjika. Sisi tunapewa nafasi, tuna qualify moja kwa moja kwenda semi final. Kwa hiyo tutaenda kuipokea timu sasa. Tutakuwa tumequalify. Sio tunaipokea timu kwa ajili ya mchezo wa mwisho hapo. Tutakuwa tumequalify moja kwa moja. Kwa hiyo ninachoenda kukiona, kwa sababu sisi hatujawahi kutolewa kwenye hatua ya makundi. Tushai kutolewa kwenye robo finali na hatua zile za awali. Lakini kwenye hatua makundi hatujawahi kutolewa. Ila hii rekodi sasa ya kutolewa kwenye robo finali tunataka kuivunja msimu huu. Yaani kuishia hapa inakuwa kwetu haiwezekani. Yaani iwe mvua, iwe jua, sisi lazima tufe nao wale. Lakini Mnandi, mashabiki wa Simba wana wasiwasi na defense line ya Simba Sports Club. Ukiangalia Fondo Maloni ni majeraha anaumwa. Lakini nyuma pale kuna Brazaki Hamza, lakini kuna Shamuka Labwa ambaye katika msimu huu chini ya kocha Fadlu Davis ameonekana kutopewa nafasi kubwa sana. Anapata nafasi baada ya Fondo Maloni kuumia. Hii wewe haikupi wasiwasi defense line yako? Siwezi kupata mashaka kwa sababu hao mabeki ndani ya michezo minne hawakucheza. Michezo ya FA hapa ndani miwili hao wote hawakucheza, Kamala na Chemalon Fondo hawakucheza. Na pia michezo miwili ya ligi zidi ya Coastal Union, sawa, na zidi mchezo wa Dodoma Jiji. Pia hao wachezaji wote hawakuhusika, lakini Simba amepata clean sheet. Ni mchezo mmoja tu wa FA ambaye tumekosa clean sheet ambaye wajuzi tu hapa na Big Man. Lakini michezo mitatu yote Simba amechukua clean sheet. Na hao wakiwa hawapo. Kwa hiyo mimi naamini Simba bado ni timu bora na ina uwezo mkubwa na inaweza kwenda kufanya makubwa, kwa sababu sisi mpaka sasa kwenye hatua makundi tumeruhusu magoli 4 tu. Tumescore 8, tumeruhusu 4. Maana yake tofauti na msimu uliopita. Msimu uliopita kwenye makundi Champions League tuliruhusu goli 2 na tulifunga goli 9. Kwa hiyo tumepunguza goli 1 la kufunga, kitu tumeongeza goli 2 za kufunga. Kwa hiyo lakini inaonekana kwamba ni utofauti wa msimu uliopita, na tulikuwa Champions League na huko tuko shirikisho na timu tulizokutana nazo ni tofauti. Kwa hiyo mimi naamini bado timu yetu bado iko sawa sawa. Yaani kuwakosa hao watu wawili bado sio shaka. Na tukumzungumzia Spider Kamala, alikuwepo kwenye mazoezi na katika wachezaji ambao wamewaona kwamba wana viashiria vya COVID, na huyo akiwemo huyo Spider Kamala, Abdrazaki Hamza na Kibu Dennis ambaye ndio wao wamesema wakakaguliwe. Maona bwana, viongozi wa Simba akasema hakuna kitu kama hicho. Ni hakipo. Yaani bado hamjasema. Tafuteni kauli nyingine ya kuzungumza. Kwa hiyo mimi sina wasiwasi na beki yangu. Sina wasiwasi kabisa. Hata kama akipangwa Duchu ba. Mimi naamini nilichojipanga naenda kukichukua kile kile. Sisi tumesajili wachezaji, hatujasajili mapanchi begi. Nandi, wakati wewe majira saa 1 ukiwa unacheza, kabla ya saa 1 majira saa 10 hapa nyumbani katika ligi kuu ya NBC Tanzania Bara, Young Africans atakuwa mgeni dhidi ya Tabora United katika uwanja wa Al Hassan Mwinyi pale. Tabora ambayo katika mechi ya kwanza ya ligi kuu iliweza kumfunga Young Africans goli 3-1. Na matumaini mengi ya mashabiki wa Simba Sports Club, kesho Young Africans anaenda tena kupoteza alama. Iwe 3 au atapata tu alama 1. Kwako wewe unaionaje mechi hiyo? Mechi ya kesho ya ndugu zetu, manake ndio itakuwa inafungua panzia la mashindano ya kimataifa ya shirikisho, sababu Champions League inaanza leo. Kwa hiyo inafungua panzia la mashindano ya shirikisho. Kwa hiyo kesho ni ngao ya hisani ya shirikisho ya robo finali. Kwa hiyo ngao ya hisani itapigwa pale Tabora, ndugu zetu wataifungua pale. Baada ya pale mambo mengine yataendelea. Kwa hiyo ni mechi mimi naiona ndani ya pichi itakuwa mechi nyepesi sana, lakini nje ya pichi ni mechi ngumu sana, na ndio maana visanga vingi vinaendelea sasa hivi. Watu wanatishia na amani, kama tukitoa sare wewe familia yako itaenda kuishi baharini, siji itaenda kuishi wapi. Yaani ni mambo ambayo hata hayaeleweki, lakini mpira unachezwa kwenye pichi. Sidhani kwamba hivi vitisho kama vinakuwa vina faida kwenye mpira wa miguu. Mimi naamini waache muda ufike, wachezaji waingie uwanjani 11 kwa 11 wakapambane ili tuone nani yuko sahihi atapata matokeo. Lakini habari ya vitisho, hii ni sehemu tu ya kudhalilisha brand ya vilabu. Sababu kama nyuma mwiko ni klabu kubwa. Sasa unapotoa kitisho kwa timu ambayo ndio kwanza na misimu miwili kwenye ligi kuu, ni kudhalilisha brand yenu. Kwa hiyo binafsi mimi niwaambie tu waache hizi habari, wacheze mpira. Na hii ndio maana imesababisha mechi ya tarehe 8 isichezwe, kwa sababu hizi zinajidhihirisha kabisa kwamba wao ndio walisababisha moja kwa moja mechi isichezwe, na ndio maana wameamua kuchapisha mpaka t-shirt. Sasa hizi zinasambaa, sasa hizi watu wananunua. Huu ni hujumu wa pesa, hujumu uchumi. Kwa sababu watu wananunua t-shirt ambayo hazina maana. Huwezi kuvaa t-shirt ambayo imeandikwa hatuchezi mechi. Kwa hiyo umesajili timu kwa ajili ya kucheza mazoezi. Ni upotofu wa uelewa. Kwa hiyo wanaudhalilisha mpira wa Tanzania. Kwa hiyo nadhani waachane na hizi habari. Wafocus kwenye mechi, waende uwanjani wapeleke wachezaji wao 11 na wale wapeleke wanaume 11. Tuone baada ya dakika 90 nani anapata matokeo. Mbona Kagera ameenda pale amepata matokeo? Kagera alimtishia nani? Kuna mtu alimtishia Kagera? Si alipata matokeo pale. Na JKT si alipata matokeo pale mwanzo wakati uwanja wao umefungiwa. Ulisikia JKT alimtishia mtu? Kwa hiyo waache vitisho. Eti wao Simba amekuja hapo, mmemwachia kashinda mkusafiri kwenda Kongo. Sisi tunakuja hapo msende mnakoendaga. Bila hivyo familia yako itaenda kuishi bwawani. Haya sio maneno. Chezeni mpira. Nandi, umesema hapo kwenye pichi matumaini yako mechi unaona kama itakuwa rahisi.
Kipi kinachokufanya kuona kwenye pichi mechi itakuwa ni rahisi siku ya kesho? Mechi ni rahisi kutokana na vikosi vyote viwili, kwa sababu Tabora anataka kwenda kumdhihirishia mwananchi kwamba mimi sijakubahatisha kukupiga kwenye uwanja wako wa nyumbani, na ndio nilokusababisha uhame Chamazi. Unajua Tabora ndio anasababisha uhame Chamazi. Mechi ya Azam lazima kanibahatisha sababu si goli moja, lakini mechi ya Tabora chuma tatu sio bahati. Maana yake mtu anakuweza. Na ile ilikuwa 3-bila ile. Dakika za jioni walipata goli la kufutia machozi, maana yake ilikuwa tuondoke. Kwa binafsi wanataka kwenda kuwadhihirishia kwamba sisi tuliwaweza kwa kuwapiga chuma tatu. Lakini naamini kwa klabu ndogo kumfunga timu kubwa home and away inakuwa gani ngumu sana. Yaani ikitokee tu kwamba kumbahatisha. Kwa hiyo mimi naamini nyuma mwiko kama watakuwa wamejipanga sawa sawa, wana uwezo kwenda kupata matokeo. Lakini kwa hivi vinavyoendelea, basi inawezekana wakaendelea kumpa nafasi Tabora kwenda kupata matokeo. Kama sipopata matokeo ya pointi 3, naamini anaweza kwenda kupata matokeo ya pointi 1. Akipata pointi 1 nyuma mwiko nadhani ataanza kuandamana. Nadhani hasa hatopanda ndege, atarudi kwa baisikeli. Kwa sababu sasa hivi ana hali mbaya sana. Akili yake yote inawaza FA na ligi. Hana mashindano mengine. Lakini Simba sasa hizi tuna mashindano makubwa barani Afrika, lakini bado tuna mashindano mawili hapa nyumbani. Kwa hiyo hata tukitoka kule bado na sisi tunawaza nyumbani tuna mashindano mawili. Wao wakitoka hapa wanawaza mashindano gani? Watavuka bahari waende Zanzibar. Wasubiri kwenda kucheza Muungano. Ndio labda mtakuwa mashindano yao. Kwa hiyo mimi naamini kwenye pitch ule mchezo utakuwa ni mwepesi tu. Yaani ndani ya dakika 45 tutajua nani ambaye anaenda kupata matokeo ile mechi.